walazimika kipindi hicho kuondolewa kwa mambo mengi ambayo nilikuwa ninayafahamu. Lakini ninachoweza kusema ni vizuri watu wakawa na uwezo mzuri zaidi wa kufanya maamuzi bila mihemko. Hili ni jambo muhimu sana, na kuwa na ushahidi wa mtu ambaye anaonesha kabisa kuna jambo fulani linaosukuma kitu fulani kifanyike, kwa sababu kuchafuana, kuvurugana, yani kumpandikizia mtu ionekane hivi, watu kutumika kufanya vitu ambavyo havina maana. Watu wa namna hii wako wengi sana na wanafanya vitu vingi sana. Kwa hiyo unaweza kujikuta unatoa maamuzi, lakini maamuzi yale yanaonyesha kumfariji mtu fulani na mtu fulani kunufaika kwa sababu ya msukumo au jambo fulani alilolifanya. Kwa hiyo kiongozi, ukiamua kujiita kiongozi wa dini, lazima uwe na uvumilivu wa kutosha, lakini lazima uwe na uwezo mzuri zaidi wa kuchunguza kwa kiwango cha kutosha, na kiwango kikubwa, na sio taswira fulani ambayo ukiona unaona kabisa hii taswira ina msukumo fulani, ambapo hata bila kufanya uchunguzi ukiona tu kitu kwa mtu mwenye akili inapokuwa unaona kabisa hili jambo linalenga kumdhalilisha mtu, kumvunja heshima ya mtu, kumpaka matope mtu. Kwa hiyo huwezi kupita kuamua kwenye njia ya namna hiyo. Kwa hiyo ni vizuri sana watu ambao wanajiita ni viongozi wa dini wakawa na utulivu wa kiwango cha kutosha katika dunia ya sasa na mazingira ya sasa jinsi yalivyo. Itasaidia zaidi kulinda heshima za watu na kulinda utu wa watu, kuliko kuwa na maamuzi ambayo kwa kweli yanasikitisha kuonekana yanaamuliwa na baadhi ya viongozi wanaoitwa viongozi wa dini. Nikushukuru sana. Mimi ni T.R. Msigwa, kwa nimeamua kuyasema hayo kama ninavyoamua kuyasema mengine ambayo nayaona, kutoa mawazo yangu na mtazamo wangu katika yale ambayo ninayaona katika harakati za kidunia au katika harakati za maisha ambayo tunakwenda nayo. Mungu ibariki Afrika. T.R. Msigwa.